Haya jamani, karibuni. Tuna kipindi hapa, tuko na dada yetu ambaye alikuwa kazini, akakutana na mtoto ambaye ana changamoto kwa madai yake, si ndio? Na tulivyompigia bosi akawa mkali kweli kweli. Kwa hiyo ikabidi sasa dada tumtoe kwanza, kwa sababu kwa mazungumzo yetu na bosi kwenye simu tuliona hata dada atakuwa katika mazingira ambayo ni magumu. Na uzuri ni kwamba hata wadau wetu waliona hicho kitu. Of course kuna baadhi ya wadau ambao wanakuwa upande wa bosi, lakini wachache sana. Na hao tunaamini ni wale, unajua wanasema ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Kwa hiyo kuna mabosi wengine yani wanaona kile kitu ni sawa. Kwa hiyo walikuwa wanamsupport huyo bosi, lakini kwa watu wengi ambao kiukweli naweza kusema wana utu na wanajua kile tunachokifanya kwamba ni kwa faida ya hizi familia na watoto. Yani hiki sio hatufanyi kitu chochote hapa kwa ajili ya yani tuseme sijui kwa ajili ya maana kama mabosi wanaogopa watoto wao wasijulikane wana changamoto, sijui wanaichukulia negative, lakini sisi tunafanya hivi kwa faida ya wale watoto kwanza, kwa sababu tayari wako vulnerable. Ni watoto wenye mahitaji maalum, kwa hiyo inabidi apate muda mzuri, attention zaidi. Sasa sisi tunashindwa kuelewa kwa nini wao wana panic na kuona kama hicho ni kitu kibaya. Kwa nini mwambia kule? Sijui ni sisi ndio tunakuhudumia mtu ambaye anakuja kuangalia mtoto wako. Kwa hiyo tungetamani awe ni mtu mzuri. Kwa hiyo nafikiri wataelewa with time, kwa wale ambao bado wanaichukulia negative, na kwa sababu tumekuwa na hiyo kasumba, watu wanaopata watoto wenye changamoto wanaona aibu na wanawaficha. Yani hiyo ipo kwenye jamii. Kwa hiyo ndio maana labda anapokuwa asemi anataka iwe siri ya nyumbani kwake. Kwamba yani kule mtu ambaye ataingia nyumbani kwake ndio ajue kuna mtoto mwenye hii shida, lakini watu wengine wasijue. Basi hata wale watu ambao wanakuhudumia ndio watu wengine, hatusemi umweke kwenye TV kama tangazo au bango kwenye matangazo. Mtu ambaye sasa unasema nataka mtu akuja kuhudumia watoto wangu. Yule basi mwambie ili aweze kukupa mtu sahihi. Anyway. Kwa hiyo dada tukamtoa. Dada ndio tuko naye hapa. Dada, umekaa kazini muda gani? Mwezi mmoja. Na kama wiki. Mwezi na wiki. Ndio. Okay. Vipi ulijuaje? Yaani mimi nataka nijue wewe ulijuaje yule mtoto ana shida? Mimi nilivyofika nikamkuta huyo mama. Akasema karibu. Nikawakuta watoto wake wote. Wangapi? 3. Ana watoto 3. Akasema wanangu ndo hawa, lakini mimi nataka nikuweke tu wazi, nikuoneshe kwanza mwanangu alivyo. Mwanangu huyu ana shida. Yeye mwenyewe alikwambia? Kaniambia kwamba huyu mtoto ana shida na kazi nyingi sana, inabidi huyu mtoto ndo yani ndo kazi yenyewe. Nikasema kaanza nikasema labda tazoea. Haya, tukaendelea kufanya kazi, akanionyesha yani hapo. Ngoja sasa twende. Mtoto shida yake ni nini? Yani huyo mtoto mikono yake hawezi kuikunja hivi. Inakaa tu yani iko hivi. Yani hawezi kuchukua ya viungo. Alafu bora huku ndo hawezi kabisa, make miguu imekunjwa hivi. Kwa hiyo hawezi kutembea. Ana umri gani? Miaka 2 na miezi kama 3. Miaka 2 na kama miezi 8 sijui. Hapana, maana amezaliwa mwezi wa kwanza. Kwa hiyo ana miaka 2 na miezi 4 tuseme 3. Okay. Sasa hajaweza kutembea. Yani hawezi. Kwa hiyo ni mlemavu wa viungo. Okay, sawa. Kwa hiyo hata asingekuambia wewe unaweza ukajua. Ningejua, maana mtoto yule yani mpaka umkalishe vizuri ndo akae, na hapo mpaka umtoe kwamba hapa nimhudumie wenye nani, labda akiwa amepoa amejua hivyo. Kwani mtoto wa miaka 2 anaweza kujitegemea? Hata kama akiwa kawaida 2 anajitegemea au anaweza kusema? Sana anatoka anasema anaongea, lakini anakimbia anatembea. Okay, sawa. Kwa hiyo hili halina
manake alikataa kweli. Alikataa sana mama. Bosi wako alikataa kabisa, kata. Mimi mtoto wangu ana shida yoyote, yani ana shida yoyote. Kwa hiyo wewe unachosema ni kwamba mtoto ana shida. Kwanza yeye mwenyewe alikwambia, lakini hata asingekwambia ni mtoto ambaye anaonekana kwamba ana changamoto. Si ndio? Ndio. Okay. Sawa. So wewe ulipata changamoto gani katika kumlea yule mtoto sasa? Yaani mimi changamoto yangu, maana wewe unakuja kuripoti mwezi mmoja na ndio umetuambia. Ulivyofika tu sikutuambia. Mimi kwa kweli changamoto yake mimi binafsi. Mimi ile nimeingia nikasema mimi nitaweza. Unaona, mimi nitafanyaje? Nitapambana. Kweli niliweza. Mtoto yule nilikuwa yani nafanya mka mapema na hudumia hawa watoto wengine wakubwa. Wakishaenda ile saa 1, yani wewe ushamaliza kazi zako, ukae na mtoto, ndo ilikuwa sheria yake. Kwa hiyo unakaa na huyo mtoto saa 1 unakaa naye. Kwa hiyo ile kama mchana inabidi umlaze ili uendelee na kazi nyingine. Sasa unamlaza akiwa hata kama hajalala usingizi au? Nalala usingizi. Ile mchana alikuwa analala usingizi. Maana huwezi kumwacha jinsi alivyozoea. Yani hata akikaa ukae naye umbebe hivi. Huwezi alafu yeye alikuwa anasema mtoto wake haruhusiwi kuingia mgongoni. Kwa hiyo huwezi kumbeba kusema eti nitaenda kuosha vyombo naye nje. Hapana. Sijui ni mbebe niende naye dukani, hapana. Kwa hiyo huwezi. Kwa hiyo ndo hivyo nikafanya. Ila sasa ile siku ya kwanza ilikuwa usiku akaenda naye. Siku ya pili akawa ananiambia saa 12 inabidi wewe ushapika chakula cha jioni. Saa 1 watoto hao wote wale. Sasa wakati unapika huyu mtoto anakuwa wapi? Na wewe ndio umekabidhiwa jukumu la kumbeba muda wote. Kuna kinani ametengeneza pale jikoni. Yani unamweka humo ndani, hakuwa amekaa humo kama kiti chake. Kwa hiyo kama akilia hapo inabidi uache kabisa. Maana hapo inabidi ihusike simu. Anapenda sana simu mtoto. Kwa hiyo simu nampa hapo, unamwekea Insta, anakuwa anasogeza. Kwa hiyo hapo yani kazi zako inabidi ziwe sharp. Akija kuanza kusema kwamba hapa nataka nikae walau chini alipozoea, yani ukae naye hivi. Huo shamaliza kazi zako. Ndo hivyo ni kwa kwenye kiti akai sana. Yani ni chini pale. Kwa hiyo nikaa nafanya hivyo, napika haraka, namaliza. Kwa pia unapika. Maana bosi wako alisema upiki, yani wewe ni mtoto huyo tu, ni huyo tu mtoto, tena mtoto hana shida kabisa. Tena kasisitiza mwanangu hana tatizo lolote, na wewe hiyo kazi yako ni hiyo ya huyo mtoto tu. Kwa hiyo ulikuwa unapika pia. Yani nilikuwa napika. Kazi zote tu za ndani zinazojulikana zinafanyika. Lakini si alisema kuna dada mwingine? Dada mwingine amekuja tarehe ngapi? Mimi nimekuja lini? Nimekuja hapa. Hapa simekuja juzi. Yule dada alikuwa na siku hizi 3. Kwa hiyo toka wewe umefika ulikuwa peke yako? Niko peke yangu. Uko peke yako? Na watoto kazi nazifanya zote. Na watoto 3. Na watoto wanaenda shule. Unawapikia na chakula au watoto wanaenda na chakula. Alafu saa 9 hiyo inabidi ufate. Ufate hao watoto. Wakati saa 9 unawafuata huyu ambaye huyu mtoto unambeba. Unaenda naye. Waruhusiwi kuingia mgongoni. Unambeba kwa mbele. Unaenda naye kuwapokea watoto wengine ambao wanarudi shule. Kwa hiyo peke yako ulikuwa unafanya? Peke yangu. Hakukuwa na dada wawili. Dada wa pili anayemzungumzia ni dada ana siku 3. Si ndio? Ndio. Okay. Sawa. Sawa. Mbona mabosi wanavyokuwa waongo? Wanadanganya alafu wadada wakianza kuondoka wanaanza kulaumu madalali. Unaona madalali hawana hata shida jamani. Tuseme tu kweli. Madalali hawana shida na walaumu hata kama umeagiza kijijini. Shida ziko huku majumbani mwenu kwa sababu hamsemi ukweli. Angalau sasa mmepata system ambayo sisi Wadada Center taasisi ambayo ni tunatengenezea mfumo. Kama mtataka kusikiliza ushauri, kama mtataka kufuata, mtapunguza hizo changamoto. Lakini kama mtataka kuendelea na mazoea yenu ya kizamani ya jinsi ya kudili na wadada, namna hii hakuna dada atakayekaa
hamna. Na ndio maana hata sasa hivi nimeona meseji zake toka udada tumemtoa, ule ukali umeisha. Sasa hivi anaongea kama binadamu. Sasa hivi mpole. Na huyo aliyobaki pale itakuwa huo uwezo wa huyu hana. Na unaweka gani kama bado yupo? Unaweka gani huyo dada alobaki hapo bado yupo? Maana alipoona mwenzake aliyokaa hapo mwezi kaondoka, yeye anakaaje? Ndio, yani kwa changamoto hizo kwa kweli dada akija asubuhi akiondoka jioni usimlaumu. Sababu watoto 3, huyo mmoja ana hiyo changamoto, bado na kazi nyingine zote afanye. Jamani. Tuwe na huruma. Maana huyo amekuja kwanza, amekuja amechoka, ni kama jana anasema daktari naomba hata nipumzie kidogo, yani nahisi kama vile hapa nimekuja hata kalikizo. Yaani anasema mwili haufai. Hata hapo sasa hivi nimeenda kumuita kima anafanya kazi zake alizopangiwa chap chap, anaomba apumzike kidogo. Sema yani amechoka sana. Okay, sawa. Haya. Kwa hiyo tumethibitisha kwamba yani kwa dada anachosema ni kwamba yule mtoto, ingawaje unajua sisi tulivyomsikia dada anasema hivyo alafu bosi anakataa, kwa hiyo sasa tukawa tunashindwa. Nani anasema ukweli? Bosi anasema mtoto wake hana changamoto. Dada anakuambia mtoto tena ana ulemavu unaoonekana. Unajua kuna wale ambao wana autism ambao viungo vyao viko vizuri lakini wana shida ya sana kwenye ubongo. Asa huyu kwa dada na maelezo ya dada ni mtoto ambaye hawezi kujitegemea, yani hawezi sio, yani huyo ni huyo wa shida ya viungo. Hajaanza kutembea, si ndio? Hata kuongea kwenye yani vile mama, baba, dada yani hajui vingine. Kulikuwa na issue kwamba mtoto analia sana jioni. Yani, na mama yake yupo na mama yake anasema kwamba mbembeleze mpaka alale. Hiyo ikoje? Yani hiyo mimi nilivyofika tu siku ya kwanza alienda naye. Siku ya pili ndo akaniambia nenda na mtoto, maka aliniambia chakula inabidi iwe mapema, watoto wale mapema ndo uende ukalale na mtoto akuzoee. Maka mdada alotoka alikuwa analala naye, mimi ni muda wangu unaotaka kulala ndo nakuja kufanyeje kumchukua. Nikaenda naye mara kwanza. Mtoto kwenda naye wapi? Kulala chumbani. Nkanani mtoto akalia. Akasema mtoto inabidi umpe simu. Kwani wewe si una simu? Nikampa simu, kuna vitu nilikuwa nimedownload. Nikawa nimempa. Basi akaangalia, anaangalia baadaye anasinzia. Haya, kaenda siku ya kwanza ya pili hivyo, lakini kwa kusumbua yani unakuta unaenda kitandani 2:00. Kuja mtoto asinzie ile 4 amelala. Sasa mtoto akawa amezoea yale nani ambayo nilikuwa nimedownload, kaanza kukataa simu yangu. Akawa haitaki simu yangu, kimpa na itupa huko. Basi mwisho wa siku akaanza kunisemea, akawa anasema, yani wewe dada wewe mbaili, hutaki kuweka bando, kwa hiyo mtoto atakaa anaangalia hayo mavitu yako. Nikasema mimi dada siwezi kuweka bando, nimekuja hapa na wiki ngapi, hela hiyo naitoa wapi mimi? Sijapewa hela nianze kuweka bando. Nikasema mimi siwezi, na hiyo hela sina ya kuweka bando. Basi tukakaa hivyo kama wiki ya ile mwezi unakaribia kuisha, mume wake akaleta wifi ndani, kanifungia. Akasema haya, ulikuwa unalilia nani mtandaoni, haya hii hapa simu, mtoto akae na simu muda wote. Basi akasema simu yangu mimi. Basi kanampa huyo mtoto, anaangalia vitu vyake anavyotaka, akitoka hapa na chagua hivyo. Kwa hiyo mtoto uwezo wa kuangalia smartphone anao. Yani anao. Anashika viungo. Yani ni viungo, anafanya hivi mkono mpaka asogeza hivyo. Basi tukakaa. Mwisho wa siku sasa mtoto akawa yani ni hataki. Ile muda tu akiona umempeleka tu chumbani kwangu, yani nikimpeleka tu chumbani kwangu, mtoto analia. Akawa anasema mimi siwezi kubeba mtoto. Sasa mwanzoni mume wake akawa anasema mlete. Akimshika tu ni kulala, mtoto anampeleka wapi? Kitandani. Wao wanakuja sebuleni, wanakaa muda ambao wanataka, sometimes saa 7 ndo anaenda kulala. Time saa 6 au saa 8 ndo anaenda kulala.
mtoto lakini ashalaza. Mwisho wa siku akaanza mbona alitoka anitukana. Yaani wewe mimi muda wa kukaa na mume wangu huwa nampa mume wangu mtoto alee. Hapo kilichokuleta wewe ni nini? Mimi sitaki hiyo tabia. Bembeleze mtoto huyo mpaka alale. Mimi uweze kunilazimisha niende na mtoto chumbani muda ambao sijapanga kulala. Hata kama ni nataka kulala mapema nianze kubembeleza mtoto kitandani ili alale. Hiyo ni kazi yako. Inabidi mtoto huyo akuzoee. Yaani kama mimi sasa yani nachoka. Unakuta umeshinda na mtoto, umefanya kazi zote hizo, amekuta ushawaogesha watoto wote wamekula, wale ushawalaza, inabidi uamke saa 10 uanze kwa nani hawa, nyumba iwe safi, ufagie nje, ufue, umalize, watoto wapeleke shule. Afu ile saa 1 yani watoto washaenda, unaona amekuletea mtoto. Uanze kazi tena inaanza upya. Kwa hiyo huna muda wa kupumzika. Hata mtoto akilala ile kwamba nitalala na mtoto, bado unasema chakula hakijapikwa cha mchana. Nani itabidi uanze kuandaa mapema cha usiku ako kama muda ambako mtoto amelala. Inabidi uende nje uoshe vyombo huo muda. Kwa hiyo unakuta kazi zipo hauna muda wa kusema eti naweza kupokea hata simu, hata kufanya yani kitu chochote. Alafu mtu anakulazimisha kwamba lazima hata ikiwa saa ngapi, kwamba mtoto akilia usimlete kwa babake. Mimi kwa hiyo nikashinda ule muda anataka akae na mume wake. Na wewe kazi iliyopeleka pale ndio hiyo. Kwamba nikaamua akasema ngoja nisikae kimya, ngoja nione na hapa walionileta hapa nipe nini ushauri. Ndio hiyo anza kumpigia dada. Nasema dada mimi kwa kweli yani maji yalifika shingoni mara hata yalivuka. Nilikuwa ushaanza kuyanywa sasa. Nilikuwa ushazama sasa. Ndio ukaona ya nini mie kufia hapa. Ngoja ni ripoti. Nasema labda wakimwambia si kitu ninacholalamika ni ile tu kwamba mtoto akishana ni kulala aende na mtoto amlaze arudi tu hapa. Kwa hiyo wewe malalamiko yako yalikuwa ni nini hasa? Yaani malalamiko yangu ni kwamba mimi mtoto ule anayenilazimisha kwamba mtoto nifanyeje nimlaze mtoto hataki ile jioni. Wakisharudi yeye anataka akae na mume wake. Usiwasumbue. Mtoto akilia upambane naye mpaka alale. Na huyo mtoto umeshinda naye kutwa nzima na wenzake umewapokea shule na umewashughulikia wote wako vizuri. Lakini huo muda basi wa jioni hata wakusaidie mtoto huyu sasa akilia wambembeleze yeye hataki. Kwa hiyo changamoto yako ndio hapo ilipojia. So kwamba kuanzia asubuhi unavyoshinda na mtoto na kazi nyingine unafanya zote hiyo kwako haikuwa shida. Kwa kweli nilikuwa nafanya kazi hata basi tu hataki kuongea ukweli. Lakini alishaongea ukweli lakini kwenye feedback zangu aliongea. Sema dada anafanya vizuri sana. Yaani hizo watoto walimpa 10/10 usafi jikoni. Yaani nidhamu. Dada alikuwa mbaya tu alipotoa siri. Ubaya wa dada ulionekana pale alipotoa siri. Sasa tu natafakari yani ni kwamba ni mtu asiyekuwa na utu. Kwa sababu kwa kipindi chote hicho anatuambia kwamba sisi ana dada wawili. Hapana. Yaani na nafikiri kuna dada alikaa tulimpaga dada huyo dada alipambana na hayo majukumu lakini huyo dada kuna vitu vingine mimi vilinichosha sasa ilibidi mimi nivifanye. Yaani yeye alichokuwa anaweza ni kukaa na huyo mtoto kupika yani kusaidia hivi. Lakini ile nyumba jinsi ilivyokuwa Nikuta ni chafu ama ilikuwa? Yaani ni chafu. Unaangalia hivi unaanzia alichoka na yeye. Takuwa na alianza na ile chafu. Sasa unajua mabosi wengi ukikaa na mtoto tu hivi vingine anaweza asilijali sana. Sasa huyu alitaka afanye kila kitu. Huyu anafanya. Kwa hiyo akifika wewe hujafuta hivi. Kwa hiyo yule dada alivyokuwa afanye na wewe ndio unataka kuendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta yani Kwa kuna vitu ule dada alikuwa afanyi. Ingawa alikaa mwaka lakini kuna vitu vingi alikuwa havifanyi. Sasa na yeye mwenyewe anakuambia, "Wewe mwenzako alokaa hapa alikuwa afanyi na wewe umekuja kufanya." Lakini anasahau kuna hilo jukumu zito sana la huyo mtoto. Lakini mimi nimefanya.
Maana hata huyo dada akienda sasa hivi ataisahau hiyo nyumba. Kweli hizi hapana. Sio ile nyumba aliyoiacha. Okay, sawa. Sasa nafikiri tumpigie bosi ili tukiwa na dada sasa, si alitukatalia mtoto ana shida.